Tumekuwa na kikao tangu tumefika hapa tarehe 28. Tumekutana na wataalamu mbalimbali na wameweza kutuelezea namna ambavyo wao wanafanya shughuli zao, lakini pia kumekuwa na mitazamo ambayo si ya kawaida juu ya watu wa Canada na hasa kwenye upande wa uwekezaji kwa ajili ya kuwekeza kwenye maeneo yetu. Kulingana na mazingira na historia walizonazo za nyuma, wanahisi kwamba Tanzania ama Afrika bado tuko kule ambako tumetoka, lakini kwa hatua ambayo tulionayo sasa, tunachohitaji kutoka kwao, tunahitaji wataalamu waje nchini kwa ajili ya kuwapa elimu na kuwafanya watu wetu kujua teknolojia hizo na kuweza kuzalisha kwa faida, lakini pia wao kuja nchini ili kuwekeza kwa namna ya mashirikiano ambayo yataleta usawa kati ya wao na Watanzania ili waweze kupata faida, kukuza pato la taifa kwenye uzalishaji. Lakini kubwa kabisa, maeneo yetu ya uchimbaji na mazingira, yani community, iweze kupata faida kupitia uwekezaji unaowekwa kwenye maeneo ya wachimbaji. Na tuwaombe na kuwaambia na kuwathibitishia kwamba Tanzania kwenye uchimbaji imepiga hatua. Tunachotaka ni kushirikiana kwenye teknolojia, lakini pia kushirikiana kwenye uwekezaji kwa maana ya kuongeza mitaji na kuleta tija kwetu sisi kama Watanzania, lakini pia kwa wao ambao wanawekeza kwenye win-win situation. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya mashirikiano ya kibiashara, tuko hapa kwa ajili ya mahusiano, namna tunavyoweza kufanya kazi na kubadilishana teknolojia, hasa kwa wataalamu, kemikali na mitambo ambayo inaweza ikazalisha kwa kiwango kikubwa na kufanya uzalishaji kuwa wenye tija kwa ajili ya kusaidia taifa letu, kutusaidia sisi wenyewe kama Watanzania na wachimbaji, lakini pia kuhakikisha kwamba tunalipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Na tumshukuru na ninamshukuru rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameweza kuliona hili na kutengeneza connection hii sisi kufika hapa nchini Canada. Na pia tumshukuru rais wetu wa Federation Mheshimiwa Bina kwa namna ambavyo amepambana na kufanikisha, viongozi wote wa FEMATA, viongozi wetu wote wa REMAS nchini Tanzania, lakini namna ambavyo wachimbaji wamekuwa na umoja na ushirikiano na kutaka kujifunza ili kupata elimu na kutaka kujifunza ili tuweze kupiga hatua kwenye sekta ya madini na kuongeza pato la taifa. Na kama tulivyoweza kumsikia Mheshimiwa Waziri ya kuwa kwamba pato la taifa upande wa madini limekuwa likiongeza na kuleta tija na kupitia wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hiyo wapewe nafasi kubwa wachimbaji wadogo wadogo na wataleta tija kwenye taifa letu, na kubwa ni teknolojia, kwa sababu resources tunazo, lakini pia tunaishukuru sana benki ya CRDB Tanzania baada ya kuwa wamedhamini safari hii, wametoa fedha kwa ajili ya kuja watu kujifunza, wachimbaji wadogo wadogo, lakini bado wana programu ya kuwawezesha wachimbaji wadogo wadogo kuhakikisha kwamba wanapata mitaji, wanawezeshwa kwenye namna yoyote katika sekta hii ya uchimbaji ili waweze kukua kutoka kwenye artisanals ya wachimbaji wadogo wadogo kuja kuwa wachimbaji wa kati na baadaye kuwa wachimbaji wakubwa. Hii ni faida kubwa na hii ni mapinduzi makubwa kwenye sekta ya madini, na tunashukuru sana kila mmoja ambaye anahusika kwenye sekta hii ya madini. Na pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri wetu wa madini, ndugu yetu Mavunde, kwa namna anavyofanya kazi na kutupambania wachimbaji. Na mwezi ulioisha alikuwepo hapa Canada, amefanya kazi kubwa, na sisi tumekuja na tumeona na mambo mengi tumejifunza
ambayo ni mazuri tutayarudisha kwetu Tanzania, basi na ya kwao tutawaachia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu na wachimbaji wadogo wadogo kwa ujumla. Tunawakaribisha wa Canada kwa ajili ya kuja Tanzania kuwekeza, kushirikiana na wachimbaji kwa nia moja tu ya win-win situation. Nchi yetu iko wazi, nchi yetu ni nzuri na ina amani, na kwenye uwekezaji tunawa guarantee kwa 100% watafanya kazi kwa uhuru na wataweza kufanikisha upande wetu na upande wao, na hakika tija itapatikana kwenye sekta ya madini kwa namna ya ushirikiano, na wasiwe na hofu wala na mashaka kutokana na propaganda zinazoendelea ya kuwa Afrika ama Tanzania bado wako nyuma na kuwa hawawezi kufanya kazi. Hiyo ni propaganda ambazo zinasababishwa na watu wasiopenda maendeleo ya Watanzania. Hivyo tunaomba wawekezaji wote wawe huru kupitia serikali yetu ya Tanzania, lakini kupitia chama chetu cha FEMATA wataweza kuwekeza na wataweza kufanikiwa kwenye shughuli za madini nchini Tanzania. Asante sana kwa kusikiliza.